Kama unanipata, hebu punga mkono wako juu. Haleluya. Wacha nishukuru Mwenyezi Mungu jinsi alivyotupenda na jinsi alivyo mwaminifu, ambaye amefanya hii siku ikawa jinsi ilivyo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Mungu, wapi shangwe na vigelegele kwa Yesu jamani? Bwana Yesu asifiwe. Kitu yenye nimekuja kugundua, bohana wandu betsanga ni wachelewe bana. Chuko betsanga kwanya wabta. Bwana Yesu asifiwe. Wenye lokubani wake pangasa bwenyango horola. Hadi kisirani itaingira. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nimeingia kuchelewa kidogo, lakini si kupenda kwangu. Ifinifu yanifo mlale firo kafuna na mabuwa matini. Bwana Yesu asifiwe. Nimeamuka asubuhi nikajipanga vizuri, kushika pikipiki haina pressure. Mimi kupeleka pikipiki kwa fundi, wakatengeneza, kurudi nyumbani, kujitayarisha. Na hawukula ibagi yanje, enda kwa pikipiki. Nenyoko nina wakanijuwe. Bwana Yesu asifiwe. Sema imani. Pole sana wa masembuli umenitafuta, lakini kama remanyana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo utafutana na mafundi tena wakati ndio huo unakimbia. Haleluya. But nashukuru Mungu kwa sababu nimefika. Haleluya. Hando bobo ikala sanango maana ibada iwe no lingo. Hando buti wabaka. Bwana Yesu asifiwe. Nuwala ana dabana wanyasa. Wondola inyanga ni intambi ya makana. Amen. Nashukuru wenye tulikuwa nao kwa ushirika kwa mama Maximila, wacha Mungu awabariki sana. Na hata wale ambaye hawakuwezewa kufika na mpate nafasi mufike kwa Joshua. Bwana Yesu asifiwe. Sema imani. Na jambo lingine ambalo nataka nikuambie, tunza ulimi wako. Bwana Yesu asifiwe. Unajua hii ulimi ni ndogo, lakini madhara yake ni makubwa. Kakitu kadogo kanaweza fanya mahali pakubwa paharibike. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza fikiria unazungumza na kumbe ndio unaharibu. Na nataka nikwambia kwamba wakati ambapo unakaa na mume wako kwa nyumba wa mama, sema amen. Msiwe watu wa kuongea kwa wakuu wenu, yaani kubakongobe. Sema amen. Unajua mkubwa wako hata akiwa ni mdogo unamkali sawa huo. Chikarikario. Sema amen. Diko nakatanalo mtiti. Hune diko ndio mwimerisi huo. Mpatie heshima zake. Bwana Yesu asifiwe. Huyu karani ambao mnawaona hapa ni viongozi wenu. Muwapatie heshima zao. Hapana kuongea tu kwao vile mnafikiria hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Hatutaki malalamishi ya kwamba fulani amenigonga. Uliokoneshisikire shoko tuyabasho ta. Bwana Yesu asifiwe. Na wenye kuikoneshisikire shoko tuyabasho ifokuizo kuhaba imbako usula isikire. Bwana Yesu asifiwe. Sema imani. Isikire jibi suuli ungua. Kwa hivyo tuko na watu wengine kwa kanisa bego nefsike fyoko tuyaba. Munasi amba aburena ya tuya. Nasi aburena ya tuya. Bwana Yesu asifiwe. Tuwe watu wa heshima, tuheshimu wenzetu, na pia wewe ukiheshimu mwenzako na yeye pia atakuheshimu. Amen. Mimi usiponiheshimu mimi siwezi kukuheshimu. Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima uniheshimu ndio pia mimi nikuheshimu. Heshima inaenda pahali ambapo panafaa. Bwana Yesu asifiwe.
Tutunze ulimi wetu, tujue ya kwamba ni nini ambayo tunaongea. Ukiona kama uko na mume kwa nyumba na huyo mume anapenda kuongea juu ya wachungaji, mkataze. Bwana Yesu asifiwe. Kataza yeye. Ama ni mtu wa kuongea juu ya viongozi, mwambie hapana namna hiyo. Kiongozi ni kiongozi, awe ni mkubwa ni kiongozi. Hivi karibuni utapata shida na unataka hao viongozi waje kwako. Bwana Yesu asifiwe. Juzi tumekuwa na matanga kule kwetu, tumezika jana. Huyo mama alikuwa mshiriki wa Pastor David pale Imani Lukana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini maneno ambayo aliongea kwa mchungaji David ilifanya David hakwenda kupiga pale mkutano wa usiku. Akasema ya kwamba mimi nitaenda tu mazishi kulingana na mambo ambayo huyo mama aliongea kwake. Bwana Yesu asifiwe. Watu walikaa pale ni kama watu wamepotea kulingana na matamshi ambayo yanatoka kwa mdomo wa ule mama kuhusu mchungaji wake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tusiwe watu kama hao. Tuwe watu wa kulinda ulimi wetu na tujue ya kwamba viongozi ni nguzo ya kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Viongozi ni nini? Ni nguzo ya kanisa. Tuyaoashio mbore viongozi ni nguzo ya kanisa. Najua mwingine asikii. Bwana Yesu asifiwe. Ukipata mtu pahali anasengenya mchungaji Charles na mchungaji Charles ni kiongozi wao, mwambie hapana. Uyo no mukambi wanje nakandishinde nyo musunga hori yota. Nikaka babo latira musunga hori yo. Nane sio wanje nao niwe. Bwana Yesu asifiwe. Ataogopa. Hakuna siku tena ambaye ataongea juu ya mchungaji mkiwa na yeye. Lakini akiongea juu ya mchungaji na wewe una support, Bwana Yesu asifiwe, basi hapo sasa kutakuwa kubaya. Haleluya. Nimeenda kwa mambo mengi na nimechelewa. Wacha Baba wa mbinguni akazidi kuwalinda sana. Karibu sana sini. Bwana bosi, haleluya. Abantu banyasaye yetombwe. Umwami Yesu yetombwe. Haleluya. Esie chendene ndabakuwa ko bululu kabkhaba kanota de nyoba woteresi. Mudaba dayiba makana. Abantu balongo ne milwa pastor na bahoyero kuboda makuwa. Bayesi ubuya kuba hole milimo cy'uri mundi yatumwa kushya. Bwana bosi, amen. Kanisa sema haleluya. Nataka kushukuru Mungu kwa sababu ya maisha mazuri ambayo ametupa mimi pamoja na wewe. Ni ya gharama sisi kupatikana katika kanisa, kupatikana tukiwa hai, kupatikana familia zetu ziko sawa, ni neema ya Mungu. Sema amen. Mudano kulundu ukoneti ndodo kulundu mutubachi. Betagana kunjira kunobuli nyanga esimbiro mwana kusukuli na rukumudima chesi yindika liandana na wale pastor, how are you? Where are you going? Olusumu. Lakini Nyasaye ya mukasiriye injira yiye. Nende yiru kusunjira. Buli mundu adende yinjira Nyasaye ya mukasiriya. Ndero kubonende. Omahana wefwe omusyani wefwe obulahana. Nyasaye yakuweresya abana. Chama abana bachame ikanisa, abana bamuchame Nyasaye. Bachama ikanisa, bachama Nyasaye, betukulia okula kubebusi babwe. Mulembe muno mwezi. Ne omwibusi oda bomundu wokuyayaya nendo kubona makuwa kana kwandishira wabana balita. Shekira mukudu asunga mbimbwa ilonda ngo musoko yono kwa nyina. Bwana bosi, amen. Eyokupira mama assembly, Deacon Pastor Charles, Pastor Samuel Murio kumeba na malai akoma habane nako. Mwaso
mama assembly abereneda mebano kubandu abali mutsinzu yabwe shinga abahasi nende abasaza ne owuli ne shirwi amaliro kuwulira shino munai deje ukhonyo mukhana wefwe nombo musiani wefwe ulano nyangayi shino munai dikwenda nokusungungwa sa kuyiwe ta dikwelelanga lifwa ne kufa kuzo kuti kuba kuimera ipi mulemba bantu banyasa kunyona nana abone kuitsamkanisa kulukhonyana kukololosania nendo khabashingana kwema kumulbo kumanyasa ini nyanga ile ni tukhayule ya papa mwene yabona kubeba jabanyado ukusangala ndo mwami wefwe nyasaye kula bundo hadai chikalikali bantu mwami mulembe muno mwesi ibukana mulembe musinyishireshi mukono baifule ya kuile paka kwauka maneno ne wefu nomba na kuhuye kwati ukama bantu kwekombero mubasu kwa kiwea bantu balora ngemiro ingefwe mukono bakwa ojire kumiliro bole bose amen mubimbikite enyokulo byangu no kupira babuka befu be parish ya St Stephen Imanga bo mrio sinjira kwa muri sinjira kwa emeno ndo kanisa ya St Stephen Imanga parish bali baba neno abona babuka be kanisa ya St Stephen Imanga ababuka bamuranje mu baluti yoda bachendana sadana bachendana sadana bakabali kwa nyasa no mwana ukololo onolanga sana jamii kwa nyasa. Mimi napenda hawa watoto mwaso hawa vijana mnaona hawa watu wana Joshua hawa watu nataka ushikane nao maana mara mingi wananiambia mchungaji tunaomba ndugu kuja ukae kuna nafasi hapa kujeni mkae kuna nafasi kama kuna kiti next to you akina mtu then itakuwa ni vizuri wageni wanapoingia. Huyo ni Mr. Bomba ni mmoja wa vijana wa hili kanisa. Asante vijana, kaeni chini. Mara mingi huyu kijana alianza kucheza keyboard akiwa kama junior. Huyu mtoto wangu junior na mwenye alifunza yeye ni huyu Mandela. Unaona? Sasa kijana wanaona pastor if service if you were kama pepa ungeturuhusu tujiunge na praise and worship team yako ili wakati mko na shida sherehe nini mnatuambia mapema, tunafanyia mazoezi pamoja, tunakuja tunapiga mkutano na tunatukuza Mungu. Na sisi pia tukiwa na shida ya matanga nini tunawaalika na tunafanyia pamoja. Nikawaambia hilo ndilo kazi ambayo Bwana ametutuma kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Juzi wameniambia mchungaji turuhusu tuingie kanisa. Nikawaambia karibuni. Hebu mpigie Yesu makofi. Abana bamutamanya saa 20 badai. Mutirire muriyo itimu ya youth amranje yosiro bosi ni bakakamavu, ni watu ambao wanapenda wageni na wamewakaribisha kwa moyo mkunjufu. Mpe Bwana Yesu makofi. Tutaongea na praise and worship team leader Asimani. Ndio huyo mama. Mtaongea naye mpange mikakati. Joshua, nataka tupige classic music. Tunapatana? Classic music. Mpaka shetani atingike, maadui wakiona ndio wanainuka na Yesu anafurahia. Sema haleluya. Jambo lingine, mama aseme kwa niaba ya wachungaji ulioalika Jumanne iliyopita, mimi kama mchungaji naomba msamaha kwa niaba yao. Mke wangu ndio huyo hapa. Mimi hakunifahamisha. Sikujua ya kwamba hiyo siku nafaa kuwa pale kusaidia mchana. Wakati nilipoenda Msanda kuhubiri Jumapili iliyopita, mambo mingi ya kanisa yalinipita.
So kwa niaba ya hao wachungaji, utanipa nafasi na siku nitaongea na wachungaji wangu. Sisi tutakuja kwa jumuiya pamoja na maidiko, tutakuchangia pesa ambayo haujawahi changa kwa jumuiya yako. Mpe Yesu makofi. Bwana Yesu asifiwe. Mama Ruth Matete, kwa sababu nilikuwa muongo, ninaomba msamaha. Niliwaahidi Tuesday iliyopita nitakuja niwasaidie kufanya cake time kwa jumuiya yenu, nikakosa kwa sababu ya kazi mingi. Hiyo siku askofu tulikuwa na yeye, aliniita haraka, tukawa na mazungumzo na yeye. Mawazo yangu haikukumbuka ya kwamba hawa watu wako kwako nije niwasaidie. Naomba munisamehe. Chibuno mwenye yokusaba kumusama. Omayile mwana wundina alonanga yera za kushishindisha makani. Yego nazo mukhongo muna yenyanga biyena mirwe. Omukhongo kuinamiranga diwini. Yasa. Mimi pastor haufai kuinamia. Ukikuja kupika hapa magoti haupigi mimi pastor. Unamheshimu Mwenyezi Mungu aliye hai. Sema haleluya. Jina la Bwana litukuzwe. Kanisa sema haleluya. Kwa sababu mara nyingi unaona mimi pia ninaenda kwa magoti. Mimi ni mtenda dhambi, nimefanya dhambi machoni pa Bwana mpaka niombe msamaha. Niambie Mungu ya kwamba ni wewe uliyenituma, mwajiri wangu ni wewe. Baba nisamehe. Ndipo nipokee kibali cha kusimama mbele zenu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaendelea na kulete mavuno yetu kanisani. Kama haujalete mavuno yako, tafadhali tarehe ya mwisho ya ile tutafanya shughuli ya mavuno tarehe 15 mwezi wa 9 ambao tumeuanza leo. Tarehe 15 tutakuwa hapa na mgeni ambaye ni mke wa former bishop kutoka Musanda. Atakuja kushiriki nasi hapa, atakuja kuhubiri hapa, atakuja kuchukua pesa za mavuno za kanisa hili, na itakuwa ya baraka. Pigia Yesu makofi yako. Nikiongeza jambo lingine, umesikia kwamba huyu mzee amekufa, si ni kweli? Ni mama shemeji ya mama Frida. Pastor, fanya mikakati. Saturday hiyo mimi sitakuwa. Nitasafiri Friday, ninaenda Bungoma kwa yule padri ambaye alikuwa hapa. Wanasika Jumamosi. Ndio nasema hiyo Jumamosi nitaenda parish moja Bungoma pale Kandui. Hiyo parish iko hapo Kandui, ni kubwa sana. Amenialika, ako na mkutano wa vijana, amenialika kwenda kufunza kuanza Friday mpaka Monday. Ikiwezekana nitatoka huko Jumapili asubuhi, nitakuwa hapa. Nikimaliza, sababu ibada yao aliniambia itaanza Jumapili huwa inaanza saa 12 asubuhi na inaisha saa 8. Hapo na ibada 4 pale kanisani. Kwa hivyo mimi nitakuja asubuhi. Amenipangia kuhubiri kwa crusade ya Jumapili jioni, ndio niende kwa mahubiri ya jioni. Kwa hivyo Mungu akipenda, naomba Bwana Samuel utapokea mchungaji Charles pamoja na mama assembly kwa hayo matanga. Ni kanisa la Pefa litazika. Si ni kweli mama? Nilipigiwa simu na mzee Reverend Ashioya. Akaniambia, Emmanuel, kuna matanga hapo Yesi, naomba uje tusaidiane kazi ya Mungu. Pale mimi singelienda kama mchungaji wa mradi. Ningelienda kama regional youth director. Bwana Yesu asifiwe. Mama assembly anaanza kutembelea jumuiya. Tarehe ambayo mchungaji ametangaza atakuwa Jericho, na mwenyewe atajipanga aende kwa jumuiya ya Canaan, akuje kwa jumuiya ya Jerusalem wiki ambazo akitoka Jericho hiyo wiki nyingine, ile wiki nyingine, alafu hiyo wiki nyingine. Tunapatana vizuri. Mwisho atamalizishia Galilaya, na wakati atakuja kumalizishia Galilaya, mimi mwenyewe nitakuwa huko kufanya
vile inavyotakikana kwa mama kiongozi. Tumepatana vizuri? Mwisho atamalizishia wapi? Galilaya. Na mama akikuja, amekuja kutembelea watoto. Vile mlivyonipokea mimi, naomba mpokee pia mama mtumishi. Hebu mpe Yesu makofi yake. Jambo la mwisho, na nilete mtumishi wa Mungu ahubiri. Na kabla ya kuhubiri kuna mtoto wa kudedicate, na nilete mtumishi wa Mungu ambaye ni ndugu yangu, ninamjua, ni kijana barabara. Ameniambia pastor, nikujiandaa. Pastor, nimejiandaa. Niko na ujumbe nataka kupeana. Naomba Mungu amtie neema apeane ujumbe. Sema haleluya. Tuko na kazi ya mafundi hapa, na hiyo kazi itaanza Tuesday. Kesho gari itakuwa hapa kuleta material. Mchanga itakuja hapa lori 3, simiti ishanunuliwa. Mama tete, iliwekwa vizuri. Iko sawa. Simiti imeshanunuliwa mifuko 30, iko store. Kesho mchanga unaletwa, kokoto inaletwa. Kuna vijana nilikwambia diko ninahitaji vijana 5, wawe hapa kuanzia Tuesday. Nataka vijana 3. Tunaelewana? Na watakuwa controlled na mzee Daniel. Yeye atakuwa kiongozi wa hao watu. Fundi wanahitaji wawe na watu wa kusaidiana nao kazi. Na ni vizuri mzee Daniel akikuwa kama mzee wa kanisa, anaweza ona mahali makosa iko, maana yeye kuhusu mama na plastering anaielewa. Na hiyo Tuesday tutakuwa na mafundi wa plastering of this church, na pia tutakuwa na fundi wa piping. Piping ni fundi ambaye atapasua ukuta mahali tunataka switch ikuwe ya kujaji simu zenu. Wewe ukitaka simu yako ijajiwe mahali unataka kukaa, pipe ni shilingi 80, socket yake ni shilingi 50. Kudropisha moto ni kazi ya gani? Sasa wewe ukinunua pipe shilingi 80, socket yake ni shilingi 50. Unaleta hizo pesa na unakuwa na socket yako. Unaweza weka socket kwa hii kanisa kila mahali. Na ukikuja tu church, umezima simu yako unaweka jaji. Ulipi pesa. Si pastor bwana ni mzuri. Wewe vijana jongona nyinyi mwapotea bwana. Kanisa sema haleluya. Hatutaki hao washerehe wakitoka hapa tena wanachukua pesa wanapeleka pale ati nilileta simu yangu na wanakosa kutoa sadaka. Ni vizuri watoe sadaka na pia simu hiyo inapata moto. Sio ni mzuri kanisa. Watu wa Mungu sema haleluya. Hebu mpe Yesu makofi yako kama hiyo ni mzuri. Kwa hivyo mafundi wakikua, si watakula. Sasa pastor, tukipigia kwa mafundi na jumuiya yako ni mbaya. Si ni mzuri. Si tuanze na wewe Tuesday jumuiya yako itupigie kwa lunch peke yake. Ni vizuri. Si ninakuomba tu. Ni sawa. Haya, hebu jipigie makofi ndugu yangu. Amina. Amekubali from Tuesday. Yeye Tuesday ndiye jumuiya yake itapiga lunch. Lunch Tuesday. Alafu Wednesday ni Galilaya. Galilaya wako na magonjwa kwa Mama Rose. Nilienda kutembelea Mama Rose. Pastor Matthew Omusindano aliomba maombi yenye hajawahi omba tangu mimi nimjue. Aliomba nilifika njiani nikasema umukambo wewe bishire papa. Na bwana papa muda makuwa kabi ya mpaka uwezo biyaneza. Nomeuli ya bili anamuzwa Mama Rose paka Mama Rose ya huka ni Matthew wadamanya. Lakini Tuesday naomba Mungu anipe nafasi nijiunge pamoja na nyinyi kwa hayo maombi. Pastor Charles, nisipopata nafasi, tuko na mkutano wa region Tuesday hiyo kupanga mikakati ya inauguration. Ninajaribu vile naweza nihakikisha nimefika, lakini naomba uwe katika hayo maombi. Tafadhali. Mama Rose ako na shida. Vijana wake 2 chini. Omusiani muingira mtu no yone mkotoro kula yamenya asa. Omuhana na ya mushikoro ne mama ni mama Ezra ndo muliwa.
Ndije nembona afadhali katumusata yaba onana bashughulikiranga mama hu ditana next liti ya rosi irengere hodie na umusiana alimuo kwa berende matu kandisha alimuo omanyi matu ya yada munenjili nyangari udi ni amasaku kwa tumusa ya umusiana uli matu pako msumbilisha yale mnawata alifunza hapa funzo lingine kuhusu imani. Si ni kweli? Ati vizuizi vinavyofanya Mungu akose kujibu maombi yetu. Lakini kwa saa ya mtu wa mama Rose muno kwa madada na kutita. Dakale kuna pikipiki ya mekana. Kurula sana paka ano ni mama mwele tala ndia wala. Sana itesa mtu wange itesa. Dana nemuka. Matu ni andi ya wewe. Na sinengira matu kudabahanda bani. Kudabahanda bani. Deni ya sai pikipikao nukwambo kolukaka nukutia munzumulia. Nenyono mwana musiana alimuo rika ya huyu not rika ya huyu. Ni kijana tu mdogo anakoda kubu YouTube private schools hata kwa inaenda kuna HCA kwa juzi. Umwana uli ya wa tatonga sasa imoni tionyene mana tialaba tswe na koda shiriki sana. Dahano ndengira mulya matu biyengirana dahano nembona matu dawe no kusubira kuile maombe katoto paka nema nyakenji khanda kuyana ata kaliyashira kuyabene yasaya mabuwa kata kane nema nyakano kale mero mwene nembole ekuyomo watu kasaba bakata kwa hakwa kunje ni matu ya uyafwa bas uyafwa uliafwa. Ne wekumbuka alifunza hapa funzo lingine. Watu wasio na imani. Nalo nyingine nyingine bora na ulira. Kumbe kuna wakati pia mtumishi wa Mungu anaweza kosa imani. Sema haleluya. Mtu wa Mungu sema amen. Lakini tulifikisha ujumbe wako. Emilimo chita rudano kali naye ni wakuteshere huo lunch. Mama mchungaji ninakuomba kwa unyenyekevu tafadhali. Emilimo chini na kuenda ushirika waje Yoshua na kana na nikuteshe la baadhi lunch ya mafundi. Emilimo chirano. Bwana Yesu asifiwe. Emilimo chirano. Mimi Ruben Deacon ndio tutapigia mafundi lunch. Watu wangapi? Tutakuwa tumemaliza. Ikienda mpaka Jumamosi tena tutajua cha kufanya. Kanisa sema amen. Amen. Kwaya, simunipe wimbo tafadhali nilete huyu mtoto nibatize. Umanda timu sanda. Abantu banyasana. Mwana uchenda ashiranyira machesi. Ndindakombe rumwami rume. Ibiye masori. Mwana uchenda ashiranyira machesi. Ndatimu sanda mwana ingoma nite dire kule mu kanisa. Ikorwa bali basungana kumanye pastor ono kweso kurobanga abantu chemanyireke. Mama sepe akanda beke sana. Vituko vikwataka makanisa. Omunabi yatu haruma niema. Na kasengo ndako msana kwa katetwe de power sokukua. Pana batira kushindisha sita. Shiatira kushindisha ya ruma ngasa ruma na timu na imoni no lenge imoni omana nani sendendo nende bado tulinga vituko hadi yako kwanza no mayana abende bado musubiri abende na hapo koteta sababu dai baroteta na bakana bado mubwali wose balishinda mubiri neno no itire no mnamba aruma viema na makona kamera para no mdana na achako bwera nembala mbuya akulya omundu adatirira kama Asha omundu shiyali wota omundu yakosa putu paka abali putu enyo nato ngasali nembola rero omundu yafa mu kanisa nebiyobole ndiye nebole bingeboleje nakale na kwira ndo datimire timona wetesi ne hadalinga unayelata babo ndije musaire neria nembola nemanye kesi nomba nemanye ukutukuya kusayira abantu ndaya na kuyijine musanga bana befuta ubuli bandira
Nebona mandi ni kanisa ngeshina vitu ko vumukanisa mu. Abene batunga mu bato pada kulia. Ule na murwe ule na fure. Bado mane mfini kanisa na ele wanga kilota. Yasa yamba kone mo kabila zini. Nda habe vini firia fikuita na nebona. Filo fia yabene fio. Ule bosi haleluya. Mwana uchenda shiraji na maje. Amachesi. Obomba. Kuja useme tu hai. Kuja na dakika mbili tu kidogo. Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Tupungie Yesu makofi. Sema ni neema ya Mungu. Ambapo umeamka asubuhi ukajikuta wewe mzima. Si unatembea? Bwana usimrudishie Mungu shukrani. Sina mengi, kwa majina ni Wabomba Samuel. Poleni sana nimekuja late kidogo lakini kawia ufike sio? Sina mengi, Bwana ambariki. Amina. Ndugu yule alikuwa na Wabomba inua mkono just wave. Amen. Wabomba ninamtambua kwa mshirika wangu mzuri hapa. Tukiwa na jambo lolote nikimsms ana respond. Hata kwa nyumba yetu, nyumba yangu na wewe. Support yake iko ya shilingi 1,500. Si ni Mungu? Yes. Watu kama hawa nisikie Obomba shida imempata. Aponga ndake makando. Imenya sangale wawele ni pastor abashari uwe maana hapa ikambi kumasuka. Kwaya tupe stanza ya wimbo. Karibuni wageni wetu wa kuweka mtoto wake. Mwenyezi Mungu Baba, kwa utatu wako tunanyenyekea mbele zako wakati huu wa kuweka mtoto huyu wakfu ambaye Bwana umetuletea siku ya leo. Kwa jina la Bwana wetu Kristo tumeomba. Amina. Basi wakamletea watoto wadogo ili awaguze. Wanafunzi wake wakawakemea. Ila Yesu alipoona alichukizwa sana, akawaambia, wacheni watoto wadogo waje kwangu, msiwazuie. Kwa maana watoto kama hawa ufalme wa Mungu ni wao. Amini nawaambieni, yeyote asiyeukubali ufalme wa Mungu kama mtoto mdogo hata uingia kabisa. Akawakumbatia, akaweka mikono yake juu yao, akawabariki. Kwaya.
haya. Sikukuu, sikukuu ya kuoshwa dhambi zangu. Tukesha tunamweka wakifu mtoto huyu Shakin Queen mbele katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Kwaya. Katika jina la Yesu Kristo, wazazi wa mtoto Shakini wamekaa pamoja, wakaona ni vema tumpeleke mtoto wetu kwenye madhabahu matakatifu. Kwa mamlaka ulionipa Baba, nimemwekea hayo majina yafanyike mateule katikati ya maisha yake. Kila nguvu zote za giza, watu waliokufia dhambini, maroho ya kuandama, mapepo ya kuzimu, madai ya majina, katika jina la Yesu Kristo ikapate kushindwa. Tunawachilia neema zako juu ya maisha mtoto Shakini anapokuwa katika ulimwengu huu. Roho Mtakatifu wa Bwana anakuwa juu yake, na jina lako litukuzwe. Kwa jina la mwana wa Yesu Kristo tumeomba na kushukuru. Amen. Shakini na abarikiwe, Shakini na ainuliwe. Kwaya. Na kushukuru Baba kwa sababu ya sehemu hiyo. Wazazi wa mtoto huyu mbele zako ninawakabidhi. Ninanena maisha mazuri, uwafungulie milango na madirisha. Wanapotafuta vile mtoto anakula na kunywa, Bwana uwasaidie kwa jina la mwana wa Yesu Kristo aliye Mungu wetu. Amen. Mupe Yesu makofi yako. Bwana awabariki sana mnapomguza huyo mtoto. Mungu awainue tena. Amina. Mama nisalamie. Asante. Asante. Mko huru kwenda kuketi, tuendelee na ibada. Bwana Yesu asifiwe. Nataka niweze kuimba. Nilete mtumishi wa neno la Mungu. Mtumishi kuja usimame huku mbele. Sema haleluya. Nikitaka tu neno kuimba, mama modeo ungekuwa umekuja maana unataka kuibashi. Sema haleluya. Kanisa sema haleluya. Nataka tumsifu Mungu kwa njia moja tofauti na njia zingine. Sema haleluya. Nataka tumwabudu, tumsifu, tumuinue, tumbariki, awachilie neema katika nyumba yake. Sema haleluya. Kanisa sema haleluya. Bwana shangwe, makofi kwa Bwana Yesu.
nikwambie, hii ibada vile unavyoiona inarekodiwa. Ukikuja kwa nyumba yangu leo utapata tumeweka flash hii kwa TV. Hii ibada inaonekana kwa runinga. Tunapatana vizuri. Ile ibada aliyokuwa hapa tuliyoifanya, ukikuja nikikuwekea hautaamini ni hii kanisa. Sasa wakati ninaambia watu turuke, na Nuhu naye anaruka hivyo, amekuwa mzito. Wanakuanga wazito hivyo mpaka hata kwa nyumba wamekuwa wazito. Sema haleluya. Wamekuwa wazito mpaka hata kwa nyumba wamekuwa wazito. Bana. Pigia Yesu shangwe na vigelegele ndugu yangu.
Thank you, my Father. Thank you, my Redeemer. Hallelujah. 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 Yeah. Na ijulikane kwamba yuko Mungu wa Elia. Na ijulikane